Wanasema baada ya mbunge wa Kawe kupitia CCM Askofu Josephat Gwajima kuleta mtikisiko kwenye upande wa siasa nchini, sasa mbunge mwingine wa CCM naye kaibuka na kutuma ujumbe mzito kwa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Ni mbunge gani huyo na akasema nini? Baki na sisi tukupe undani wa hilo. Lakini kabla sijakupa taarifa kwa undani, nikukumbushe kusubscribe. Kwenye upande wa siasa nchini Tanzania, kwa sasa suala linaloongelewa sana ni sakata la kauli alizozitoa majuzi Askofu Josephat Gwajima akitaka viongozi wakuu wa vyombo wapewe uhuru wa kufanya kazi zao bila kupewa maelekezo au maagizo. Yeye akiamini kwa kufanya hivyo huenda sakata la utekaji lingeondoka nchini. Sasa tukiachana na Gwajima, naye mbunge mwingine kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM Luhaga Mpina, mbunge wa Kisesa, ameibuka na kutuma ujumbe kwa Mheshimiwa Rais Samia. Mbunge wa Kisesa Luhaga Mpina ameonekana kama ameendelea kukishambulia chama chake cha CCM licha ya kuwa mbioni kutetea kiti chake kupitia chama hicho. Mpina amefunguka na kuelezea imani yake kwa baadhi ya matangazo yanayotolewa na chama kuhusu mafanikio ya chama hicho, hususan utekelezwaji wa ilani ya 2020 hadi 2025 huenda sio ya kweli. Kwa sababu hii, ameelezea haja ya kazi hii kufanywa na taasisi huru na sio chama ambacho amedai huenda kinaficha data nyingine kutoka kwa wananchi. Kauli hii Mpina ameielekeza moja kwa moja kwa mwenyekiti wa chama hicho tawala ambaye pia ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa sana mama yetu Samia Suluhu Hassan. Mpina kupitia ukurasa wake wa Twitter ameandika: Mheshimiwa Mwenyekiti, leo tunazindua ilani mpya ya 2025 hadi 2030. Jana tulisomewa mafanikio ya utekelezaji wa ilani iliyokwisha bila kuambiwa changamoto za kutotimiza baadhi ya ahadi kwenye ilani iliyopita. Tunahitaji taasisi huru ifanye tathmini ya utekelezaji wa ilani ya 2020 hadi 2025, aliandika Mpina, kitu ambacho wengi wameonekana kumshangaa akikosoa usomwaji wa mafanikio ya ilani ya chama chake, yeye akiwa anauliza, je, hakuna ambayo hayajafanikiwa, ambayo hayajasomwa? Mbunge huyo amekuwa akionekana ametokea kuwa mkosoaji mkubwa wa serikali, hata akiwataka wabunge wenzake wa CCM waliotoa kauli za matusi bungeni hivi majuzi kuomba radhi. Siku ya juzi pia alidai huenda ni serikali inayomtumia msajili wa vyama vya siasa kuisumbua Chadema na kusitisha ruzuku yake, ambapo aliandika: Msajili, fanya kazi kwa misingi ya sheria za nchi, sio vimemo vya waliokuteua. Unakifutia chama ruzuku kwa misingi gani? Hayo aliyesema Mpina. Swala hili limepokelewa na wengi kama Mpina amejiunga na mwenzake mbunge wa Kawe Josephat Gwajima kuikosoa serikali ambayo inaongozwa na chama hicho kilichowapa ubunge licha ya kuwa wa ndani. Baadhi ya wanaharakati mtandaoni wanawasifu wabunge hawa, lakini wengine wakiwakosoa. Sisi kazi yetu ni kunukuu yanayotokea na kukuletea hapa. Wewe una lipi la kusema juu ya haya? Tuachie maoni yako hapa chini. Mimi ni Teresia Alfred na hii ni Mseto Media. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.